Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ajili ya wakati tuinamishe vichwa, tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa mbinguni, ni wakati mwema, tunakushukuru na ukuinua kwa ajili wewe ndiye Jehova. Asante kwa yale makubwa umetutendea, umetupatia uzima, umetuongoza tumefika mahali hapa kwa ajili ya kutafuta uso wako. Asante kwa kila jambo, sifa na shukrani sikurudie Baba. Tunaomba ukashuka ukatawala mioyo yetu na mawazo na fikra zipate kibali machoni mwako. Asante kwa yale wote umetendea watoto wa nabii, mtihani wao wamefanya vyema, mfalme wa Israeli. Tena tunashukuru katika nchi yote umetenda makubwa. Asante kwa kila jambo Baba. Mungu wa Danieli inuliwe na kupewa sifa sasa hata milele. Asante kwa ajili ya baraka na neema zako. Naomba ukatamaraki kwa kila kona mahali tuko. Utulinde, utufunike na damu yako mpaka tumalize vyema. Nitasema ni asante. Nimekemea kila roho ya kumwaga damu katika imutaa, katika jina la Yesu ondolewe. Roho ya kumwaga damu na ikataa katika jina la Yesu. Waachilia nguvu zako zikatawale. Tuma malaika wako 12 wakatende kulingana na mapenzi yako. Tufungue kwa ajili ya neno lako, tupate kusikiliza. Tupatie ujasiri na hekima na maarifa Baba. Waachilia nguvu zako na uwezo wako utawale ndani yetu. Asante kwa yale yote umetendea Baba. Tazama nikienda kupeana neno lako takatifu, unitangulie ukanene pamoja nami. Ukavunje kila likio boborakai, kaleta ushindi na amani na tumaini. Na wale wapendwa wachaingia mahali hapo watakase wale mahali wako. Kumbuke yatima, wachane na maskini, na hata wale wote walio wagonjwa waguse Baba. Mungu wa Danieli inuliwe na kupewa sifa. Nitangulie kabla sijanena, Kristo ukanena pamoja nami. Nimefunga yaliyo maovu, naitisa amani na utulivu na baraka. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Namshukuru Bwana kwa yale yote ametenda. Uacha inuliwe na apewe sifa sasa hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Tunajua ya kwamba Yesu Kristo alishinda vita na yuko kule msalabani ama kaburini tena. Kwa hivyo atapigana vita kwa wale wote wanaomwamini na kutenda yali yake na mema machoni mwake. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda kujifunza katika kitabu Zaburi 132, jinsi vile Daudi aliweka tumaini kwa Bwana. Tuone vile jinsi Daudi aliweka tumaini kwa Bwana, ndiye akashinda vita, akasimama katika neno. Neno hili likamchenga katika kiroho na akapata kuinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yeye aliona maskani yake ni kujificha katika Kristo. Sijui wewe mpendwa Mkristo, wewe unajificha kwa nani? Haleluya. Maandiko yatuambia hivi, Zaburi 132. Bwana umkumbukie Daudi taabu zake zote alizotabika. Ndiye alimwambia Bwana, akaweka nadiri kwa sucha ya Yakobo. Sitaingia imani mwa nyumba yangu, wala sitapanda matandiko ya kitanda changu. Sitahacha macho yangu kuwa usingizi, wala koba zangu kuzizia, hata nitakapopatia Bwana mali na sucha ya Yakobo maskani. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Tunaona ya kwamba Daudi akanena na Bwana, akamwambia ya kwamba amkumbuke Daudi mcha mke wake, na akamwambia amkumbuke zile taabu zote amepitia, na vile katika hizo taabu na Bwana amuonekanie. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Hakaidi Bwana akasema ya kwamba ataweka nadiri mbele zake. Kwa hivyo akasema ya kwamba akamwambia ya kwamba vile ataweka nadiri mbele yake ya Bwana, hata ingia imani mwake bila ama kukaa katika hali ama kupumzika katika kitanda yake ama kusisia kabla chapea Yesu Kristo nafasi katika moyo wake. Kwa hivyo Daudi
akaambia Bwana amkumbuke zile taabu zote anaopitia, na akienda kumkumbuka anataka kutoa nadiri machoni mwake. Akamwahidi ya kwamba ataingia katika hema yake kulala, hama apate usingizi kabla atapea Yesu Kristo nafasi ndani yake atawale. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Wakristo wengi tunatoka kazini tukiwa tumechoka mashughuli mingi. Tunaingia, tunapiga, tunakula, tunasahau kusoma. Tunasahau kuomba. Baada ya kumaliza ukula tunaingia vitandani. Tunalala usingizi, tunasema tu Mungu tukumbuke. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Daudi akatoa chambo ya maana sana mbele ya Bwana. Akamwambia ya kwamba yeye atatenda kila anayotaka yeye amtendee. Akamwambia ya kwamba amkumbuke katika maisha yake. Na vile yeye ataenda kumkumbuka, atatoa nadiri mbele ya macho yake. Nadiri ni nini? Nadiri wasomaji wako, mtaweka nadiri mbele yako. Ataweka agano. Tupigie makofi Bwana. Kwa hivyo akasema ataweka agano, amkumbuke ile mateso amepitia, ile macharibia amepitia, na vile amepitia, lakini yeye aliahidi ataweka agano mbele yake imsimamie, na akamwambia ataingia nyumbani mwake akule ama alale bila kumpea nafasi ndani ya maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaona kwamba Daudi alikuwa mcha Mungu. Alikuwa mkakamavu, au kuwa mtu anaenda kando kando. Alimwendea Bwana, alimwambia kwamba anachua Bwana atampigania vita. Lakini akachua kwamba hata akimpigania vita ataweka agano ya kumsimamia maishani mwake. Na vile anaenda kuweka, maandiko yamwambia, akamwambia kwanza akumbuke taabu aliyopitia, amfute machozi, amuondolee maovu, ampiganie vita. Akammaliza kila chombo liliofu mbele yake, akamwambia amkumbuke. Na baada ya mkumbuka, yeye akamwahidi, ukinikumbuka hilo chambo taabu zangu nimepitia, hata sahau kumtolea agano, pia hata ingia kitandani mwake ama nyumba yake kabla hajampea nafasi katika maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua hiyo ni kitu ya maana sana Daudi aliponena mbele ya macho ya Bwana Mungu wake. Sijui wewe ukitafakari hayo yote unaweza kuambia Mungu wako nini? Ukiangalia mahali ulikuwa na vita, ulikuwa na matatizo mbalimbali, ulikuwa na chakula ya ukula, lakini saa hii umepata kazi, umekula vizuri. Ulimwambia Bwana nini? Akikupea kazi, akufanyia hivi na hivi, utafanya nini machoni mwake? Bwana Yesu apewe sifa. Daudi akamwambia kwamba sitaacha macho yangu kuwa usingizi wala koba zangu kusinzia hata nipampatia Bwana mahali pa sucha wa Yakobo maskani. Yani hata hacha alale kabla achapea nafasi Yesu Kristo ndani yake atawale. Kwa hivyo wasikilizaji, nawaambia wacha Yesu Kristo adumu ndani yako. Usiche ukageuka wakati umeshiba. Usiche ukageuka wakati mfuke umejaa. Muangalie Bwana mahali alipokutana na mahali huko. Uo uko nalo ama alipo. Kila wakati, kila chambo ukucha wakati wake. Kwa sababu huyu Mungu wetu harakisi wala kuchelewa. Ukucha wakati ufaro. Sisi wa Kristo kitu kinafaa tutoe ndani yetu ni vikwazo na mnunguniko. Unasema naona yule aliombewa chizi na amebarikiwa. Yule alikuwa hivi na amepata baraka. Hapana. Wewe sidi kuomba na muongojee Bwana. Kwa hiyo Mkristo mwema ni yule wa kuomba kumongojea Bwana, na huyu Yesu Kristo ukucha wakati wake.
hachelewe wala kuharakiza. Tusije tukampatie mipangilio yenye ifai kama sisi wa Kristo. Wacha tuache tuombe, tumwachie yeye atende kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. 6 yatuambia, tazama tulisikiero habari zake katika Efrata, katika konda ya Yerimu tuliona, na tukiingia katika maskani yake tusudi penye kiti cha kuwekea miguu yake. He Bwana, uinuke uende kwenye raha yako, wewe na sanduki la nguvu zako. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia Daudi akasema aliona yale yote alitenda katika hiyo vijiji mbili. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati walipoingia katika maskani yake walimshuhudia peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni heri Bwana yale anayokutendea, ingie katika nyumbani mwake uombe na kumshuhudia yale amekutendea. Tangu ilikuwa tarehe 1 mpaka saa hii tarehe 11. Ni jambo gani uliyoambia Bwana ameshuka ametenda? Kama amekutendea umshuhudie. Ushuhuda wako inaweza kufanya yule aliye kitandani hospitali imutee, yule aliye na mhangaike ikifika Monday watoto wanaenda shule imfungue, aone sio yeye peke yake hayuko, ako mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Atia walipoingia katika hema lake, maskani yake, walimshuhudia kwa yale aliyotenda. Kwa hivyo ni furaha sana kwa wale wanaoshuhudia kwa yale Mungu amewatendea. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kumbuka, kushuhudia ni kipawa. Sio wengi wanapenda kushuhudia. Wengi wanaona ni kawaida kutendewa. Wengi wanaona ni haba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo kuna jambo tunaona hasa kama hii mtihani imetokea. Wengi wamefurahia, lakini wengi hawajafurahia kwa sababu hawakufika mahali walikuwa wanataka. Lakini nawaambia kwa wale wanafunzi wote waliofanya mtihani, ritika kile ulicho nayo. Nashukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo shukuru kile ulio nao, usione ya kwamba ni bahati mbaya. Hakuna bahati mbaya. Kila jambo kucha wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. Mama mmoja alinipigia simu akiwa na mhangaiko sana. Akaniambia mtoto wangu alikuwa anapata A-B+. Hajawahi kukuja P- chini, lakini saa hii imekuja grade ya D-. Mtoto ako mbali. Kitu nilipendea huyo mtoto ni mtoto anataka masauli. Bwana Yesu apewe sifa. Kumwambia sasa hiyo usionyeshe mtoto kama umestuka, kwa sababu atastuka sana. Wakati alipigia simu sikuona hiyo, sikujua kama namba ni yake. Kauliza ni nani? Hiyo mtoto akaniambia ni yeye. Kamwambia mtihani ilikwenda aje? Kamwambia nimesumbuka kutuma, wacha nikutumie nitumie. Lakini mwisho alipata nafasi. Akanitumia akaona. Kamwambia sasa kitu nakuambia, dhidika hayo ulio nayo. Usifikirie yenye aliyopita kwa sababu atakuumiza. Kuna jambo huyu kijana wa Tomu ameongea hapa. Na ukweli mimi hii miaka tumekaa sijui kama anaongeanga. Bwana Yesu apewe sifa. Alisema mimi nimefanya, naitwa fulani, nimefanya mtihani na nimefanya mtihani wangu bora. Mpigie makofi. Kumaanisha ndani yake aliridhika, kwa sababu hakuna hata waisi. Kuna hata waisi tena? Hakuna hata waisi. Alisema yeye aridhika, na anaambia kila mmoja aridhike. Ichalisi challenge ulipata wakati wa mtihani, kubale yale matokeo, kwa sababu ni wakati ilifika, tukubaliane na wakati huo. Niliona mahali pengine kuna dada alifanya mtihani alikuwa na D-, lakini amesoma
amebridge akasoma, ako na degree. Sioni kwa nini wasasi tunahangaika. Tuache kuhangaika kwa mambo madogo madogo, kuonyesha watoto ati kwa nini wamefanya hivi na nilikuwa nakufanya hivi. Msiletee watoto pressure kubali ile mtihani amepa. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo ainuliwe. Kwa hivyo ukubali ile masomo mtoto amepokea, na yeye ajisikia ako katikati ya ulimwengu, anafaa aende mbele. Wacha kurudisha mtoto nyuma, kumuonyesha, kwa sababu kumuonyesha ya nyuma utamuumiza roho. Bwana Yesu apewe sifa. Ataona umemkataa na atakataliwa. Kuna kijana tulikuwa tunasaidia miaka iliyopita 3. Wakati alifika form 4, form 2 alianza uchanja janja. Wakati alianza uchanja janja tulimuombea na kuongea na yeye, tukaona asiki. Amependa hii vitu ya kwenda kuwasora, hataki kusoma. Kaambia sasa mama yake, hii mtoto hataki kusoma na mimi sitaki aibu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna kitu kinamwasa akienda aende kusoma. Anafika, anaepa, anarudi, anaingia mitaa. Wewe ongea na yeye kwa sababu ni mama yako akuambie. Ngaona huyo mama hakufurahia. Ngamwambia unajua utaona unaenda kuanguka kwa simu, useme wacha nianguke kwa simu kwa sababu naomba. Yeye akaniambia kijana wewe unatakaje? Akaniambia yeye ataendelea kusoma akiona mama yake anaumia. Kwa hivyo ndio kwa sababu anaepa masomo kidogo, anaenda kuasura kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kamwambia sasa enda nyumbani, mkae na mama asura yuko. Ufanye nini? Ndio ufanye mtihani wake. Akaniambia mtihani siwezi kuacha. Tasoro kile kitatokea atashukuru Mungu. Baada ya mtihani aliyofika ilitokea, tukakutana na yeye akakuja huku. Kamuuliza kijana ulipata ngapi? Akaniambia mwalimu, ananitasa mwalimu, mimi nilipata hii. Sio ni yangu. Yaani sio mtu alienda kando ati akufiche. Aliniambia mimi nilipata hii. Si unajua hali yangu tu. Si ukuwa nasoma, niliona mama anaumia. Mimi nilipata hii, nitaka certificate hiyo ya hii. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mimi nataka uchoni driver. Kalikuwa ukiacha gari hapa bila kifunguo, kina kifungua yeye anapepa anaenda. Ukimwona leo ako kwa ofisi. Yeye ndiye anakatia watu malisiti. Yeye ndiye anasubiza ako kwa ofisi. Sasa wale waliomdharau makazini yake, alikuwa anapigwa kama mbwa. Wakati nimpata anapigwa kama mbwa, niambie mzee usipige huyo mtoto. Kama umeteseka ukaa na yeye nipe. Yeye ameachili mtu alimaliza university. Mtu wa ameachili mtu alimaliza university. Tulikuta tukiwa tunaenda nyumbani, akaambia, akamuuliza, makazini yako walipata kazi? Akaambia senior, najua leo mimi ndio nimeandikisha ule kijana kazini yangu alimaliza kutoka University Nairobi. Yeye ndiye amemwachili. Na alikuwa anamdharau sana. Kaniambia wale wanadharau sana, nataka niweke kwa ofisi yangu wafanye kazi. Amemwajiri, ako proud. Kwa hivyo ndio nawaambia wazazi msiumie roho sana. Mseme ungefanya hivi, mbona yule alijiamini akasema hata akianguka hataki aone mama yake akiumia. Lakini nyinyi hata wale mliopewa sio ati unachua mtihani ni vile umejiandaa. Kama imekuja hivyo umepata hivyo, shukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Usiende kando kando. Umesikia hii ameachili watu wa university. Unasemaje sasa? Na ako proud. Tena akitoka kwa gari, tukimwacha tena akaambia, nitakuja kuwatembelea. Mimi ndio nimeachili wale watu wa university walikuwa wanadharau boma yetu. Bwana, si ati huyu kijana alikuwa mjinga. Si ati alikuwa anaelewa, ni mtu tulikaa na yeye for 3 years, ni mtu alikuwa mwerevu.
lakini ile hali ya shida mahali alikuwa mistreated sana. Na ati akitoka watu wanarudi nyuma, wanapiga wanasafisha vyombo. Kama utaki kukaa na mtoto ukiona mtu akiwa mchoyo kwa chakula, huyo wachana na yeye. Kama utaki kukaa na mtoto wa mtu, wacha kumtesa kwa vyakula. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kumtesa, hadi akienda chuoni akirudi anaambiwa osa hivyo. Na akiangalia vyombo ilikuliwa chai, saa 7 walikula. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sasa akapitia hivi mateso mpaka akafanya 8. Tena wakaanza kumfollow up. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usidharau mtu kwa ajili unaona yeye ni maskini, anza kumstreet familia yake. Mungu anaweza kuinua umaskini ekuwe tajiri, aende kule Canada, akucha arainisa poma yao. Walimdharau akiwa mdogo, wakafika wakamtesa, lakini aliniambia mimi nawafanyia shopping na nawapelekea kule. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kitu nilimfurahia, ako proud kila alipata, na yeye akawasamia pia, anawasaidia. Akaniambia nikipata msaada kule town namwachia ngiri moja, isipokuwa alikuwa ananipiga mpaka nyororo inaisha. Na kuna kosa na chochewa na bibi yake. Unacho ukichochea mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Unacho ukienda ukichochea, unachochea mtoto wa mwenyewe analala njaa. Yani umemweka kama unamtuma. Yani kazi yako ni mtuma. Awao wako naambia wakae, wakule vizuri. Ole wako. Umesikia hii ameajiri mtu wa university. Wanaache. Walikuwa wanamtesa akienda shule, wanapiga wanakula. Saa hii ndiye anawalisha. Hiyo inakuanga hivyo. Hiyo inakuanga hivyo. Unajua yeye Kristo anaweza. Kila jambo Mungu akikutendea unamshuhudia mbele ya umati wa watu, sio kunyamaza. Ndio yeye asidi kuonekana, asidi kukupanua, asidi kukuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia 7:8. Bwana uinuke uende kwenye raha yako, wewe na sanduku la nguvu zako. Hati Bwana inuka aenda katika raha yake. Hasiache aibu ikamusike Daudi. Alimwambia Bwana umnikumbuke na kila jambo unapoingia, tunaposali ama kwa wakati unaokushuhudia uonekana kwa haraka. Daudi akaomba akaambia Mungu wake wakati wanaokuja kuingia katika maskani yake ili ashuhudie yale yote amemtendea, ainuka aingie katika rahani mwake, atende yale mema, aibishe wale walipokuwa wanainuka juu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Nisikia mwimbaji mwingine akisema ya kwamba mwaka jana alipata vifo katika boma yao yote. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mwaka huu atasidi kuwa Mungu amemvugiza, na yule anaoleta mambo maovu kwake raundi hii akileta mambo maovu atakufa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hii mwaka ni mwaka wa baraka na neema kubwa sana. Daudi akaambia Mungu wake ya kwamba wakati anaomzingira na kutenda makubwa, yeye atamshuhudia katika hema lake. Ndipo anasema katika maskani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na akasidi kumwambia ainuke kwa haraka wakati anaomshuhudia yale anayomtendea, ainuke kwa haraka aingie katika maandiko. Yatuambia kwamba Bwana uinuke uende kwenye raha yako, wewe na sanduku la nguvu zako. Wakati wa kumaliza kumshuhudia, asimuachilie atende makubwa, achionyesane mbele ya watu ya kwamba anaweza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akamwambia amuinue na mbariki, na katika nguvu zake atende makubwa, ndio wale watu wasiojua wamjue ya kwamba yeye ndio Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wengi wanaolia hii mwaka watakuache, hii mwaka watafanya nini? Uchumi umekuwa ngumu, na wewe kuwa gumu kama hiyo uchumi. Amuka mapema utafute, kwa sababu mwenye anayeomba na kutafuta hawezi akalemewa.
Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo amuka mapema, uombe, muite Bwana, mwambie mimi naenda, najua ya kwamba tutakutana na uso wako. Na Bwana atakufungulia, kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba achaona mcha Mungu wake akiwa amelemewa ama amekosa. Achaana yule anaomuita usiku na mjana akishindwa vita. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hii mwaka Mungu wako atatawanya maadui wako wakati utasimama katika neno. Yeye atakuinua usiku na mchana, kwa sababu wakati Daudi aliyeahidi Mungu ya kwamba ataweka nadhiri mbele yake, akamwambia akumbuke ile shida amepitia na atamwekea, na wakati anapoenda nyumbani mwake atarara usingizi bila kumpatia nafasi ndani yake. Kwa hivyo mimi nakwambia ya kwamba wewe Mkristo, patia Yesu Kristo nafasi ndani yake, ile agano aliyeweka hii mwaka ifanye kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna jambo Bwana anaweza kutendea hii mwaka, watu wasiamini, maadui wasiamini, waanze kusema mambo yasiyofaa, lakini sikuchalize yale ataenda kusema mbele yako. Wewe weka Mungu mbele yako, ambia Kristo atawale ndani ya maisha yako na kuongoza katika hii mwaka ikuwe ya baraka mpaka mwisho. Kwa hivyo ukiona Daudi alimwahidi Bwana ya kwamba ataweka nadhiri, achaweka aende kulala. Ikiwa wewe uliweka nadhiri agano ukaenda kulala, ole wake. Alimwambia atamchengea makao katika nafsi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba akasema ya kwamba hata ingia kulala kabla hajamuita Bwana. Kwa hivyo ikiwa wewe mpendo uliweka nadhiri, chamaanisha ya kwamba unakula na kulala. Inamaanisha katika hizo nadhiri uliweka usidi kumuita Bwana mpaka mwisho wa doari. Wakati unaingia katika nyumba yako unamshukuru. Wakati unaenda kulala unamshukuru. Unamwambia chambo 2-3. Ndiye yeye anajua kwamba kweli unamhitaji katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiweka nadhiri unaenda kulala, ni kama umeenda umechukua chungwa, umeirusha katika simu, umeifunika, umezao. Sitaki usahau Mungu yale amekutendea. Sitaki usahau Mungu wako ile vile alikupigania vita mwaka mzima, ukaruka hii mwaka na unasidi inafaa usidi kumuomba, umwambie akae ndani yako asikuache. Na katika sisi tunashinda vita kupitia maombi ya imani. Lazima ukuwe mtu wa kuomba katika imani. Lazima mwambie Bwana, kumbuka niliweka nadhiri mbele yako, vile niliweka sitarara, sitaingia nyumbani mwangu bila kukuachia nafasi ndani yako. Kwa hivyo usiachiwe nafasi ya vitina, chuki na vitina na uchochezi. Achia nafasi ya Bwana atawale ndani yako. Na yule uliona mwaka jana mlitembea na yeye kufaulu, kuwa distance na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio pokee baraka za mwaka hii. Kama ulikuwa mtu wa wivu, wachana wivu. Kama ulikuwa mtu wa vitina, wa kuchochea, wachana kuchochea. Mwambie Bwana, mimi ni chombo kilio safi, nataka uingie utawale katika nyumba yangu, katika maisha yangu, katika nyumba yangu, naonekane. Bwana Yesu apewe sifa. Na utawala onekane ili niitwe mbarikiwa katika safari yako. Bwana Yesu apewe sifa. 9 akasema makuhani wako na wafikwe haki, wataule wako wasangilie kwa ajili ya Daudi mtumishi wako. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo na Daudi alikuwa ananena haya yote, akaambia Bwana ainuke aende kwenye raha yake, kwenye mastare, ndiye apate kumuinua, apate kumpatia nguvu, apate kumpatia imani, apate kumpatia uvumilivu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akamwambia wakati unapoingia mahali niko, ukuje katika hali ya kunichaza na kuninua. Ndio maandiko yatuambia ya kwamba akamwambia wewe na sanduki lenye nguvu zako, wakati anaokaribia mahali pale, ili apate kumuinua, ili apate kuonyeshana maadui ya kwamba anaweza, asiache, asimwachie, akuje amwachie nguvu ndani yake ya kumtawala katika safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Saidi hapa akasema makuhani wako pia wafikwe haki. Ndio makuhani wako pia wainuliwe. Ukisainua wengine na yeye amkumbuka muinue.
kwa sababu yeye alikuwa kuhani. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata wale walioteuliwa wasangilie, wale waliokoka wapate kujua kwamba Mungu wao ako. Wakati Daudi anainuliwa, wakati Mungu anayomtendea miujiza, na wale waliokoka wapate kumjua kwamba kuna Mungu, wasangilie. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiye akasema ya 10 kwa ajili ya Daudi mtumishi wako. Wasangilie kwa ajili ya Daudi, yale wataona wanatenda. Na wewe mwako upokee baraka kutoka wa Mungu, baraka zilizo kamili, baraka zinaofanya nini? Zinafanya hata watu wale wasiojua wamjue Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio baraka zinaokuja kwako wajue kwamba kuna watumizi, kuna wale walioamua kumfuata huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Akasidi kunena kumwambia, usirudishe nyuma uso wa Masihi wako. Asirudishe nyuma uso wa Masihi wako. Asikasirike naye. Bwana Yesu apewe sifa. Asikae mbali naye, kwa sababu hapo lazima mtetee wakati watu watakuja kusangilia yale yote amemtendea. Bwana Yesu apewe sifa. Akamusii asirudishe uso wake nyuma, Bwana asimsahau. The more anaendelea kumbariki, asicha akamsahau katikati. Mimi najua Mungu wetu atusahau, isipokuwa sisi ndio tunamsahau kwa ajili ya kutenda yaliyo maovu, si ndio? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana umemwambia Daudi neno la kweli, hata rudi nyuma akaliarifu. Baada ya wasao wawili mwili wako nitaweka katika kiti chako cha enzi. Wanao wakinyasika maagizo yangu na ushuhuda, nitakapowafundisha watoto wao, nao wataketi katika kiti chake cha enzi milele. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni jambo Bwana alinena na Daudi, akamwambia kwamba atasahau neno alionena mwanzoni. Bwana Yesu apewe sifa. Hama ataharibu agano walioweka pamoja naye. Mungu wetu hawezi akaharibu agano, isipokuwa sisi ndio tunaharibu. Tunaandika agano, tunasema ya kwamba Mungu ukinilinda, ukifaulu huyu mtoto wangu asome vyema, nitakutumikia na nitakaa katika hema lako milele. Ni jinsi gani utatumikia Bwana katika hema lake? Bwana Yesu apewe sifa. Ati Mungu wangu ukinisaidia huyu mtoto aingie shule niipe school fees, nitakutumikia milele. Ni jinsi gani wewe Mkristo na utumikia Bwana? Umeweka hadi unasikia maandiko yatuambia kwamba Bwana amemwambia Daudi nao neno la kweli, hata irudi nyuma akaiharibu baada ya wasawa mwili wako nitawaweka katika kiti chako cha enzi. Wanao wakiasika agano yangu na washuhuda nitawafundisha watoto wao, nao wakiketi katika kiti chake cha enzi milele. Bwana Yesu apewe sifa. Ati akiyakamilisha yale alikuwa ameweka katika nadiri, akifuata vile alikuwa amenena. Unajua tusiweke nadiri ama agano tuone ni kawaida. Ati kwa sababu ni Januari tunaweka agano, ati unaliraki. Hapana. Ile agano uliweka, mtumishi wa Bwana aliomba na Mungu akaitikia. Kwa hivyo tusije tukaweka agano kwangu kumjaribu Bwana. Unamwambia Bwana, hii mwaka ukinikifaulu katika ndoa yangu nitakushukuru milele, nitakutumikia. Ni jinsi gani unaotumikia huyo Bwana? Bwana Yesu apewe sifa. Ukinisaidia hii mwaka watoto waingie shule wasome vizuri, unajua ile agano inawasikilia mwaka mzima wewe na familia yako. Tusije tukajaribu Mungu wetu agano tunaweka kwa ajili ya wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiweka kwa ajili ya wakati ni baraka utapata, Bwana atakuachilia usipokee kwa ajili ya wakati. Na yeye atasilinda, kwa sababu wewe ndio ulienda kumjaribu ya kwamba Daudi akaambiwa ataharibu agano aliyeweka juu yake ikiwa watoto wake watafuata njia atakayowafundisha yeye. Kwa hivyo sisi Wakristo lazima tufundishe watoto wetu njia nzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akamwambia wakifuata na kuzingatia
neno lake, yeye hata alituba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sijui ya kwamba mnachua ukiweka agano unafaa umwendache Bwana. Unafaa uyatunze yale uliyoandika ndani, usije ukakosea. Inafaa usimame na huyu Yesu Kristo usiku na mchana kwa ajili ya agano uliyoweka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wapendo, usiweka agano mbele ya Bwana kwa ajili ya wakati. Ati ni kwa ajili ya agano kuacha nitoe hii pesa niweka, hapana. Inataka ulinde ile agano yako mpaka mwisho. Vile uliahidi Bwana kabla mwaka ichaisha, ukuwe mkamilifu, ukuwe mwaminifu katika njia zako zote. Kiwa umemwambia Bwana, hii agano nimeweke nilinde na watoto wangu, wasome vyema, wakae vyema, nisije nikalemewa. Bwana anakuangalia vile utaitunza. Bwana Yesu apewe sifa. Ni jinsi gani unaweza kuwa mwaminifu katika imani ya Bwana? Unasema utamtumikia kivipi? Kio namuibia saka, hiyo ndio fungu la 10. Na uliandika utamtumikia jinsi gani? Na umtumikia huyu Bwana. Ikiwa tukisema watoto wanataka vitabu kama hii wanaenda next week, nikiuliza napata ama ni watu 10. Ni jinsi gani uliandika Bwana utamtumikia? Utamtumikia kivipi? Tukisema tukutana hapa saa 10 tufanye usafi, wanakuja watatu. Ni jinsi gani uliambia Bwana utamtumikia? Akulindie na wewe umlindie katika imani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wa Kristo tuache kupapasa huyu Yesu Kristo. Ndio napata kila agano tuliweka atutumize. Ila agano tunaweka atusimi, kwa sababu tunatumia uchanja kwa kuweka agano. Tusije tukatumia uchanja kwa kuweka agano. Kiwa umeweka agano, linda agano lako mpaka mwisho, mpaka wakati mwisho ifanye nini? Mpaka mwisho ifike ya Disemba. Kiwa umelinda agano yako. Chizi vile ufuate masharti na laini za Roho Mtakatifu vile anasema katika imani yake. Tukisema tuinue nyumba tunainua zote. Sio tukisema tuinue na kuwa mchanja. Tukisema tusaidia watoto kwa sababu ni chambo tuliyopitiza. Tufanye utoe. Sio unafanya uchanja. Tukisema mwingine amepata shida tuende huko, sio unatoa 500 unasema 1000 una. Hiyo ni ujanja. Hiyo umelinda nyumba ya Bwana aje. Unamuongojea kuja kwako kuja kumlinda. Tujue vile tunaweka ila agano tuliomba. Bwana ukinisaidia hii mwaka nipate ndoa. Ukinisaidia hii mwaka nipate watoto. Ukinisaidia hii mwaka watoto wangu waingie shule. Ukinisaidia nipate kazi. Nitakushukuru na nitafanya kazi katika imani yako. Sasa wewe umepata kazi, umesahau yale uliandika katika agano. Tunaona ya kwamba Daudi hakusahau. Unasema kazi. Ukipata hiyo kazi hata sadaka ni ngumu. Mnafurutana mkiwa kwa nyumba. Hata fungu la 10 ni ngumu. Na uliambia Bwana akubariki na hiyo kazi. Uliambia watoto wasome. Ndio naona ya kwamba madeni imejaa mingi kwa sababu utimizi yale uliandika katika agano. Kufaulu kwake una struggle the whole year. Kwa sababu ulimdanganya Bwana. Ati nitakutumikia katika imani. Ni jinsi gani wewe Mkristo unaweza kutumikia Bwana? Lazima ufanye ile kazi inayotakikana katika kanisa. Tukisema tukooa sisi zote tunakooa. Sio wewe unachibicha, unaacha wengine wanakooa, unakoa baadaye. Unanielewa lakini. Kwa hivyo tuangalie sana jinsi gani Daudi alifuata masharti kwa Mungu wake. Akamwambia ukumbuke, mimi sitalivunja ili yeye alivunje. Kwa hivyo sisi wanadamu ndio tunamvunja. Kila tunaambia Bwana nimeandika, unaandika Furukusiku 3, lakini unadanganya Mungu wako. Inakuwa kama upepo. Kwa sababu utii. Bwana Yesu apewe sifa. Unaeba, ufanyi vile uliaba. Bwana Yesu apewe sifa. Na dili tukiweka kwa Bwana tunayatimiza kupitia katika kazi ya Mungu katika hema yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wa Kristo ndio tunajua vile tunatafuta baraka. Tunasema nitafanya kazi ya Bwana, ukifika kule ng'ambo unasahau kazi ya Mungu ulikuwa unafanya. Unaona unasumbuliwa. Ukienda Kakamega unasahau. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona unasumbuliwa. Ndio unapata wengi inapata mianya mingi kwa sababu hawatimizi. Lakini Daudi akaambiwa ya kwamba
Sitayafunja ili wewe utimize yale niliyokuwa nimekuambia juu, na watoto wako wafunze. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa hivyo tujue kwamba ukiweka agano la Bwana uyatimize. Teorio hii ikulinde. Unajua Mungu wetu yeye anatazama mpaka ndani. Anaona ya kwamba kilo uliyoweka utatimiza, ama wewe umekuwa mjanja umeweka kwa ajili ya muda. Kuna wale wanayotimiza na kuna wale wanayoweka kwa ajili ya muda. Lakini hebu uliza yule aliyeweka akatimiza kuanzia Januari mpaka Disemba, ameona baraka wapi ngani? Bwana Yesu apewe sifa. Unasema nitasaidia hata jirani akiwa mgonjwa, unasema nitasaidia hata wachane, na uwezi ukawasaidia. Ni kuongea tu unaongea. Unaandika vitu vingine ku waste time, hata malaika wanastarehe kule mbinguni kwa sababu unadanganya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukiandika kitu katika agano litimize. Ukiambia Bwana nitakutumikia katika hema lako, chue chizi ni gani unaotumikia Bwana katika hema lako. Chitenge na maovu, fanya kazi ya Bwana bila kukoma. Ambia Bwana unipatie ujasiri, unipatie uaminifu katika kutoa. Wengi hatuna uaminifu katika kutoa. Kitu mama yangu alinifunza Sara mwaka wa 1997. Aliniambia ukitaka ufaulu katika maisha yake yote, kile unaonena kwa Bwana uyatimishe. Yo dada ndiye alinifunza kupeana. Aliniambia ukipea usitarajie kurudiziwa, na wakati uliopea usiona hasara. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Huyo mama alikuwa anakuja na chondo kwa nyumba imejaa nguo. Ananiambia hizi nguo unaona tupee nani na nani? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni shida gani unaona ni nani aliye na shida tumpe? Achagua anaweka hapa. Yakundi angekuwa hapa na Steve angeshuhudia. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mama alikuwa anapenda kutoa. Akaniambia kutoa kuko na nguvu. Akaniambia wakati unaopata msaada ama kazi, pesa kutoka kwa biashara, kabla hujafikiria chochote, nyumba, school fees, kumbuka Mungu kwanza. Kwa sababu yeye ndiye alikutoa. Shetani na yeye anakuja kujaribu. Mungu ajaribu watu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni kazi ulio naye, utakikusa umenyolewa kazi, pesa imekuwa kidogo. Unasema leo siwezi nikatoa kwa sababu pesa ni kidogo. Aya, sasa narudi kula na kustaki. Ila alistaki Ayubu. Namwambia sio naona huyu anasema pesa ni kidogo. Hata ikiwa shilingi 50 shukuru Bwana. Kwa sababu kuna yule 50 aachaiona. Tulikutana na kijana mmoja akiwa anapepa karatasi ya mifupa. Ni kijana mdogo. Ngamwambia kijana, ni nini umepepa asubuhi hivi nikiamuka? Akaniambia amepepa mifupa. Ngamuuliza mifupa unapeleka wapi? Ati kuna mpapa ako mahali pale ananituma nimletee, ananipatia 20. Mnasikia wazazi? Wewe unataka kuharibu mtoto wa wenyewe kumtuma? Uwezi ukatuma wako waende kuchukua. Kamuuliza sasa unaenda wapi? Akaniambia sasa kitu unafanya. Ngamuuliza hii vitu unafanya baba anajua hapana, mama anajua hapana. Kamuuliza baada ya kupewa 20 unafanya? Akaniambia shule yetu tunakula chakula shilingi 10 kwa day. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi tunakula iye nanipeleka mbio. Naenda nalipa napata ile chakula. Kamuuliza umezaa wapi kujua? Akaniambia dadi anajua. Bwana Yesu apewe sifa. Anajua tunafaa
Ngamuuliza sasa, huyu mama uko nayo ni mama hasa? Akaniambia bana, ni mama wa kambo. Mama wa kambo mko. Unajua sisi tutapokea barana kubwa sana wa Kristo ikiwa yule mnaokaa nao na street. Nikamwambia sasa unapeleka wapi? Akaniambia mimi natafuta huyo akona store nyingine mahali fulani. Nikamwambia sasa endo fike, unaona hapo kwangu, ukuje tuongee na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto alienda mwisho alirudi. Kamuuliza hii kazi unaona ni nzuri? Kaniambia sio nzuri lakini inabidi. Ni mtoto ako grade 4. Bwana Yesu apewe sifa. Kamwambia sasa utakaa hapa, huyo msichana wangu amalize nguo, ukaa hapa nipige chai ukunywe na nini ukunywe uende. Alikaa tu. Akafika saa nyingine akasema anapeleka kifunguo kwa sababu mama wa kwamba anaenda kumpi. Nikamwambia utamwambia ulikuwa hapa kwangu. Akaenda tena akarudi. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia sasa nataka unipigie hesabu yote mnakula acha shule. Akaniambia hesabu vile unakula kwa Kristo. Nikamwambia sasa hii sika uende ukule hii wiki na wiki nyingine ukipata ukuche usiende kupepa hiyo nini? Mifupa. Bwana Yesu apewe sifa. Unafikiri huyo mtoto alienda akimba nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mama wangu Sara alinifunza nichue kutoa. Usione kutoa ni hasara mbele ya macho ya Bwana. Kwa sababu ile kutoa unatoa, yeye yote ndiye aliyokupea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Daudi akaambiwa afundishe watoto wake wafuate vile, hata ivunja ikiwa atafundisha watoto wake. Akiwa atafanya nini? Atafundisha watoto wake. Niliona mtoto wa form 4 akaingia upati wa watu, akasalimia wamama walikuwa huko watatu wakaacha mmoja. Ni mtoto wa form 4. Watoto mkisoma amchasoma mkuwe wajinga. Mmesoma mkuwe werevu. Ikiwa kuna chambo lilio katikati ya wazazi na jirani yako, na wewe wacha kufuata mambo ya wazazi. Bwana Yesu apewe sifa. Hatuwezi tukasema mzazi wake alikuwa hapa aone ukimsalimia kama alikukataa, kukataza. Mzazi yako kuwa ni mbali, lakini alimsalimia akapita. Akatenga hiyo mama hakumsalimia. Mungu akanena na Daudi. Akasema atavunja agano lake. Kia atafunza watoto wake. Alikuwa anamaanisha wafunze njia mbaya ama nzuri? Nzuri. Yule kijana wa form 4 aliruka mama jirani yake hakumsalimia. Alifanya haki? Alifunzwa vizuri? Mambo mengine wacha kuweka wasi kwa mtoto. Atuchui kuishi ni bahati, kukufa ni razi. Unaweza kuenda uache huyo mtoto wako umeanza kumpea vitina juu ya jirani yako. Atakuliwa na umbwa, kama umbwa itakuja na kimbia inakula watu, atakuliwa kwa sababu umemwonyesha huyo mtoto tabia ya kukataa, yani ya tabia umemfundisha yenye achui kukaa na majirani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tufuate yale maagizo Mungu wetu ameongea. Na tuchue vile tukiweka agano vile tunaweza kulinda agano. Uchaweka agano usema niliweka agano 5,000, 3,000 atinakaa hivyo. Lazima utunze hii agano. Ya kumaanisha kuitunza ache kila uliandika katika hiyo pepa. Unajua uliandika furuskapu 3. Ukilia machozi ukiandika. Lakini usipotunza hiyo tamaliza mwaka bure. Hizo baraka zimenenwa mpaka mwezi wa 3 utazikosa kwa sababu wewe uliweka ukaenda ukarelax. Ukuchua kuitunza. Yale maneno uliyotamka katika hiyo makaratasi inafaa uyatimize. Uliambia Mungu ya kwamba ukinibariki na kazi, tafanya kazi yako. Ni kazi gani utafanya? Hata fungu la 10 utoe, hata sadaka unaepo utoe. Unataka shilingi zile zinapiga kwa mfuko. Uko nani akupita, ukikuja hapo unahesabu, unarudisha change. Wewe umemwibia. Ukija kutafuta change kwa madhabahu umemwibia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa hivyo kile ulisema, ukisema nitakutumikia, ikiwa tumepata ni kusaidia mtoto, tumsaidie ujisi vile inayotakikana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usichifungie baraka, sisi ndio tunachifungia baraka. Mama wangu wa kiroho akiniambia ya kwamba kile unaotenda uchue kupeana, iwe kwa kanisa, uwe kule mtaani, uwe mtu wa kupeana, ndio baraka zako zinafunguliwa. Mungu atakubariki sana, kwa sababu atachua ya kwamba huyu nikumbariki sana, sio mtu wa mastare, sio mtu wa maringo, sio mtu yani mtu anakataa kupeana, atapeana. Wewe atakuacha kando kwa sababu uliandika huku kupeana. Utakuwa ndio unaona maandiko yanatuambia achaona mcha Mungu anaomba. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika agano yetu Daudi alifanya nini? Aliambia jinsi vile anaichunga. Aliambia afundishe watoto wake. Bwana Yesu apewe sifa. Si anafundisha hao wadogo? Na wa form 4 wafundishwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi najua once mtu amefika form 4 ni mtu mwerevu. Mtu akifika university ni mtu mwerevu. Kitu napenda kusema kila wakati, mimi najua watu wakisoma wanakuwa werevu, sio wajinga. Uwezi ukafuata mto maji yanakimbia mahali yanaenda. Kitu ya kwanza unakuwa discipline na self principle. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nakumbuka mtoto wangu Sara, wakati anaona makosa amefanya, ameenda chuo, ananiambia mama, si utulie tuongee tu. Sio mtu wa kukimbilia, anakuambia mama tulia. Ukakaa anaongea na kuongea, anasema mama makosa yakuche, lakini naomba msamaha. Wanafunzi gani wakati wanakosea wasasi wake wanaomba msamaha mkono juu? Kuomba msamaha kumaanisha umeomba msamaha, sio ile kumchezea mzazi. Mzazi ana struggle ndio maisha yako ikuwe peta. Hata akienda wakati huu, charisi ni wapi anaenda? Hata akienda akuacha, ni mzazi, mtoto wani anaomba msamaha. Usiona hakuna. Wanaona ni right kukaa, kukula na ukunywa na kutenda vile wanataka. Mwanafunzi nakuambia ni vyema kuomba msamaha ukikosea. Kuomba jirani yako msamaha wakati mmepetana katika maongeo. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo ndio Mungu anataka. Kile kiumbe kinaomwamini na kufuata kikae. Na wewe mpendo, ukitaka uchunge na dili zako ama agano, kile uliandika lazima usimame naye. Usiweke hivyo ngojea Disemba. Unaandika hivyo ngojea mwezi wa 3. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kuongojea. Baraka sinatafuta yule anatafuta baraka. Baraka asitafuti yule anakaa anasema namuongojea Mungu ambariki. Ni kitu gani umefanya mpaka Mungu akurehemu anaona unafaa upate baraka? Inafaa uniuliwe mahali huko. Kwa hivyo baraka inatafuta yule anatafuta baraka. Ni jinsi gani unaweza kutafuta baraka? Lile agano uliyeweka lazima ulichunge. Uliomba na Mungu akaitika akakupea kazi mwaka huu. Si ndio? Kama alikuwa kazi utaki kuonekana kanisani, alafu unaenda huko ukisema ya kwamba hii baraka hata si kuipata, tunachuana na muhindi. Kuna wengine wanaongea matobe. Imagine mtu anapeleka na mtu kutoka hapa ameshikwa mkono, alafu anaenda kuongea matobe kule kazini. Kwani muhindi alitoka kwa akakuja kukuchua? Tuko pamoja. Hata tunaelewana na muhindi, tunapendana. Ati sasa ni muhindi amenipea hii kazi. Hiyo ni uchinga tubu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akiinuka na akikaa, sasa upata una hiyo kazi. Kwa sababu yule aliyekusika mkono umeanza kumdharau. Bwana Yesu apewe sifa. Mzee mmoja aliingia kwangu mwaka 2015 akaniambia mtu akikusaidia hata hii karamu appreciate. Shukuru Mungu akupatie karamu. Wacha kuwa na malingo kidogo kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona mwingine mliweka agano na yeye, baada ya mwezi mmoja amenunua gari.
baada ya nyingine amefanya nini? Alafu unaanza kusema mimi hiyo sio gari ya ukweli, hiyo sio samba ya ukweli, labda ameuza samba kule kwa amekuja kununua. Unaona? Watu wanapenda kufanya hivyo, ni mafeira. Wala hawajui kutunza ile agano walioweka. Mungu akitaka kubariki, anataka mmoja. Si tulibarikiwa hapa na Jeremia. Wakati alikuja, wanafunzi hawakujua ya kwamba watapata pocket money. Si Mungu alikuja, labda kuna mmoja rangi ilikuwa imekosa. Si ndio? Mlikuwa mnajua atakuja apeane. Mlikuwa mnajua atakuja kunywa soda yake. Hata hiyo soda inafaa usikuru, sio kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu akubariki, ukuta wakati ufaro. Mungu mwaka ukitenda yali haki, ukichunga agano vile ulikuwa umeahidi, atakukutanisha na watu werevu. Bwana Yesu apewe sifa. Atakukutanisha na watu wa baraka. Na watu wa baraka wakikutembelea katika kwako, wakiona vile unakaa, Mungu anawausa, anawaambia nataka huyu mumsaidie. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Uwezo ukasema ati hii kampuni napewa 15,000 ndio nitainuka. Mungu anaweza kutenda miujiza wakati umetii sauti yake, umechunga hii agano, akukutanishe na watu wa baraka. Sio watu wa vitina. Hii mwaka hiyo hatutaki watu wa vitina. Tunataka Mungu atukutanishe na watu wa baraka. Watu wanachua ni nini wanafanya. Watu wanakaa wakikaa wanakupatia mazauri yaliyo mema. Sio watu wale wanakuambia hama hata unaweza kujitegemea. Watu wanaokuambia ya kwamba tuombe na Mungu ataonekana katika ndoa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo usijidharau ati unakula 10,000 uweze ukainuka. Nani amekuambia? Mungu angalie ile msahara unakula. Lakini anaangalia vile chisho unaenda katika imarake. Vile uliomwambia katika agano. Hata ukutanisha na mtu kutoka mbali wa baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni jambo nafurahia Mungu katika maisha yangu. Kwa sababu Mungu nikimuita yeye unaitika na unanipatia mwelekeo. Mimi niamuke darapo naambia Mungu unikutanishe usinipite. Unikutanishe na watu wa baraka. Mimi sitaki watu wa vitina. Unakataa? Sio mtu anakutembelea mnakaa nayo the whole day, mnaongea vitina, mnaongea juu ya fulani, mnaongea juu ya kanisa, mnaongea juu ya ya secretary. Hiyo baraka inakatwa hiyo mwaka. Wewe utaongojea miezi 3 ishe upate wengine wameinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuyatimize yale yameandikwa katika neno. Katika Biblia, Agano Jipya na Agano la Kale. Tukiweka nadiri mbele ya Bwana, tuchunge hiyo nadiri tusije tukaipoteze. Kwa hivyo ni sisi tunaotafuta baraka, sio baraka inayotutafuta sisi. Unaambia Bwana wakati unainama, ni jambo gani naweza kufanya mbele yako ndio nipokee uso wako. Ubariki kidogo kio unaema, unakaa mastare, uone jirani yako ni mtu, uone mtoto wa jirani yake, unaanza kusema you are very busy, uweze ukaingia katika hekalu. Na hapo ndio libarikiwa. Na hiyo madhabahu ya hiyo hekalu ndiye iliyokuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo sisi wa Kristo tuchue vile tunatafuta baraka. Tuchue vile tunanena mbele ya Mungu. Ambie Mungu unifundishe kunyamaza. Unipatie kima na busara ya kuongea na watu wako. Ndio sicho ukawekewe lawama. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vyema sana vile maandiko yanatuambia vile alionya Rauti. Akamwambia Nieli awafunze watoto wake jinsi alipokuwa amemfunza ili asicha akafunche agano. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yeye Mungu wetu sio wa kuvunja agano, ni sisi tunaivunja. Yeye anatuachilia, Shetani anafanya nini? Anakimbia mbele yetu. Kwa hivyo Mungu wetu sio Mungu wa kuvunja agano. Sisi wenyewe tulioweka agano ndio tunavunja. Tunaweka baada ya kubarikiwa the first month, tuna relax, tunasahau, tunaanza kuombea mambo mengi. Unaona utaka kuingia katika ile lango. Na ile lango ndio libarikiwa kutoka.
Ukiingia kule kasini, unamea pembe, unaanza kuongeleza Esther vibaya, unaanza kuongea mambo mengi juu yake kule. Unaanza kusema hata ni kuongeleza Esther baya, tunachuana na muhindi fulani, tunachuana na mkubwa fulani. Hiyo kubwa wako ilikuwa wapi ya kukupeleka kasini? Bwana Yesu apewe sifa. Mwaka hii nitaomba wale wanaoleta madharau kwa wale wanaowasika mkono wataona fumbi. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi nitaomba wale wanaoleta madharau kwa wale watu waliowasika mkono wataona fumbi. Nachua maombi yangu Mungu atayasikia. Nitachua vile nitaomba kwake nimwelezee. Na baada ya kumwelezea nimpatie maandiko katika Biblia, atatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye Mungu wetu atachibu baraka. Hii wakati tunataka kutafuta baraka kwa Mungu ndiye atubariki sisi zote, tusikane mkono tuende mbali. Sio wengine ukatishiana baraka. Kiburi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kijana mmoja akanifurahisha ya kwamba wakati alipokuwa nyumbani, watu walikuwa mtembelea nyumbani ni wale watu walimaliza masomo na yeye. Wakienda nyumbani wanamwambia tuko sehemu mbalimbali, tunasimamia fulani. Lakini alipofika Nairobi walikutana nao wakiuza miwa. Walikutana nao wakifanya nini? Kielezee ukweli. Na wakati huo wanakuwa watu wa madarau. Wakiwa kule. Tuko pamoja. Maringo, wajana maringo. Tumheshimu Mungu na tushiemane zizi kwa zizi. Tupendane na tuheshimiane. Maringo tuwa? Kwa sababu kiburi ukutoa mbali na Mungu wako. Heshima ukuleta karibu na Mungu wako. Kwa hivyo ukijua jinsi wewe Mkristo unajiheshimu, utaheshimiwa. Ukijua wewe mwanafunzi vile unajiheshimu, utaheshimiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukijua vile utaheshimu na wewe utaheshimiwa mahali utapita. Yaani watu hawatakutaka wakukose katika hiyo mtaa. Wanapiga simu, kwani ulienda wapi? Chifunze vile Daudi alichifunza kukaa katika hema la Bwana. Akasema Mungu akumbuke taabu yake amepitia yote. Na yeye ameidi anaenda kumtolea nadiri mbele yake. Na akienda kumtolea, wakati anaingia nyumbani mwako na wakati anaingia kitanda atakosa kumpatia nini nafasi katika maisha yake. Na wewe peana Mungu nafasi katika maisha yako. Wacha kupeana wanadamu nafasi katika maisha yako. Watakupatia vitina, watakugeuza, wakuambia umepepa unaenda kwa kanisa muda uchawahi kufanikiwa. Siku yako itafika. Wanakuambia sasa hii kanisa naenda na kusaidia nini? Wacha tuende hii tufanye shortcut tuende kwa mchawe ndiye afanye nini? Kumbuka mchawe ni Mungu aliyemuumba. Tukiangalia katika maandiko ya Zaburi 1:15 inatuambia kwamba Mungu wetu ni Mungu anayekuja kuhukumu miungu. Lakini wewe mtu amekutoa kwa kanisa anakuambia tuende kuna shortcut. Hakuna shortcut kwa Baba. Lazima ufuate njia zake ndio mfikie. Ndio muongee na yeye. Muongee na yeye kiroho. Hakuna shortcut. Ati mtu anakuambia tukimbie mahali kule, tukimbie mahali kule, kwa na msimamo, kwa mtu wa uchasiri, kwa mtu wa kuomba, kwa mtu wa kufunza nyumba yako tabia nzuri. Mwambie hapa sitaki na hapa nataka. Na wewe mwenye yuti, mtu akisoma achasoma akuwe mchinga. Ikiwa umekosa kwa mama, kwa dadi, kwa mtu wa kuapologize, mwambie mveri, nimekosa, nisamee. Mnakaa sio kuruhusiana mambo. Sio kumwambia uko na ID. Naweza kufanya ID yako ikusaidie. Kuna wale wako na masters ya wana kitu, ID yako itakupeleka wapi? Heshima itakupeleka kwa Baba. Heshimu mzazi wako, heshimu yule mkubwa ako karibu na wewe, heshimu yule aliyekushika mkono akuonyesha njia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kumi na tatu. Kwa kuwa Bwana ameichagua Sayoni, ameitamani akae ndani yake. Kwa kuwa Bwana ameichagua Sayoni na imeifanye ekue tamani
amekuwa kaa ndani yake, hapo ndipo mahali pangu pa la milele. Hapo nitakaa, kwa maana nimepata mini. Daudi akasema, ikiwa Bwana mwenyewe amechagua Sayoni, mji wake mtakatifu, mahali pake pa kustarehe, hata pato uko na vikwazo ndani yako, hata pato uko na vidina ndani yako, hata panda wewe ni mtu wa 50-50 kigeugeu unampapasa, ataamua kukaa ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndipo anasema ya kwamba hapo ndipo mahali pangu para milele, hapo nitakaa, na maana nimeitamani. Wakati umechiosa katika roho na mawazo na mwili, wakati umejitenga na maovu ya ulimwengu, wakati umeachana na mambo ya zamani, Mungu atakaa mastarehe ndani yako. Kwa sababu akanena na Daudi akasema, hapo aliponena na Daudi akasema yeye amechagua kukaa ndani yake, na yeye Yesu Kristo akae ndani yake, ndiye amuongoze katika hii safari iliyo nzito, ndiye amfungulie neema na baraka zake. Hapo ndipo Bwana atakaa, ikiwa wewe utaamua kumfuata na kujitenga na maovu na kutenda yaliyo haki na kweli. Ukiomba wewe mtegemee Bwana, naongojee sauti yake, usiongojee maneno ya watu wakuambia umekaa sana utapata ndoa, umekaa sana na ubibi acha saa. Bwana Yesu apewe sifa. Mmefika mnasikia mwanaume akiambiwa mmekaa na huyu mwanaume mchasaa. Kwa hivyo, kwa sababu hapo hata mwanzoni Shetani alijua mwanamke ni mwerevu. Ndio kwa sababu alitangulia kufanya nini? Alitangulia wapi? Alitangulia kwa mwanamke. Ndiye akamaliza ile chambo walioweka katika ile samba ya Ede. Wakaimaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kukaa katika neno, usikae katika maneno, kwa sababu maneno itakutoa katika wokovu. Wakati Yesu Kristo ameona ya kwamba unastahili kuitwa mwanae, lazima achenge mchi wake wa Sayoni ndani yako. Na akisachenga atakushika, atakuongoza. Yeye atakuwa dereva katika maisha yako. Ukienda kuumia anakuambia bana, hapo usipite, ni kubaya. Ukikutana na watu waovu kwa barabara wanataka kukumaliza, wanasupaa mpaka unapita. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwaminifu, ni mwema, ikiwa utachunga ile agano uliyoliweka. Utaona makubwa. Mimi tayari nimeanza kupokea baraka. Hata wachawe wakiwa acha watoe nguo wakwe 1000 mbele yangu, yale Mungu amenena atayatimiza. Mimi naambia ya kwamba wenye wamegeuka kufanya maovu wana waste time. Baada ya kumulilia Bwana wakati atarudi amchukue, wanapigana nani? Kila Bwana ameahidi. Yule anayemsikilia hata ukipigana naye unafanya kazi ya ubatili, ni upepo. Nikiwakaa na kuona kama video, Bwana Yesu nacheka tu, naona ni upepo. Ambia Mungu amhurumie, mkumbuke. Bwana Yesu apewe. Kwa sababu anayemwamini Bwana, maandiko anatuambia ni Mungu anampigania vita, si yeye. Anayemwamini Bwana, ukienda katika njia za Yesu Kristo, ukimfuata sheria zake na kutenda sheria, vita wachao wakiungana wako 1000 kuja kwako, ni Mungu anakupigania, sio wewe. Ni Mungu anapigana hiyo vita, wewe unapata uko na ushindi. Wanasinde wewe tuliweka wakora waende kumumaliza. Wanaenda kila kando wakiweka mikutano. Lakini mkutano wa juu wa mbinguni wa malaika na wakataa. Lazima iwakatae. Inakataa makutano ile ya giza. Kwa hiyo wewe unapigana usiku urari, lakini yule wa Mungu analala mpaka asubuhi usingizi sawa. Kwa sababu anapigania vita, kwa sababu amemwamini Bwana, anatenda yali yake, anafuata njia zake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri kila chombo tukiweka mbele ya Bwana. Una swali mmoja, dada mmoja aliniuliza kule Machakos, akaniambia sasa watu nimesikia waliingia agano wakaweka, na mimi nimechelewa. Nikamwambia mwezi chaisha. Unaweza kuweka agano, peleka kwa madhabahu ya kanisa yenu,
uombe na Mungu asimame pamoja naye, lakini ukumbuke usimama na hiyo agano mpaka mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Agano tutaliweka tuombe hiyo mwaka. Wala hawakuwa na kazi wapate kazi. Wala hawakuwa na nini, kama saa hii kazi imechaa kila zaidi. Naona viti iko za. Nataka niwaambie wale mko huko, msione ni kawaida. Ile ni ile agano ilisimama ikaombwa, Mungu amefungua akuone vile utailinda agano lako. Ama utakuwa na kazi mingi hata ukumbuki kutoa fungo la 10, kumbuki kutoa sadaka na unasema niko busy. Bishop niombe, senior niombe, niko busy. Lakini utakuwa busy hata kutoa uwezi ukakuja ukatoa mbeo katika madhabahu. Si unafurahia? Kwa unafurahia kwa sababu umebarikiwa. Kile uliomba kilitokea. Lakini Mungu anakuangalia kama unafanya nini? Unachunga hiyo agano. Amekupea. Ataona vipi utaifanya. Hata kuifanya yeye anakuachilia. Akikuachilia Shetani anaenda na kustaki. Anasema yule uliyombariki ndio sababu amekuwa malingo. Angalia kanisa, amesahau kuna kutoa, amesahau kuna vitabu vinanunuliwa ya watoto, anasahau kuna watoto wanaenda nje, wanaenda kusoma, amerelax. Shetani anaanza vitina inarudi kwa kasi. Inacha. Alafu wanaanza kupiga simu. Halo, senior bishop. Vitina ni mingi kwa kasi, niombe. Na wewe ile agano uliambiwa ikafunguliwa baraka, ujui kusimama na hiyo. Unaona ni kawaida, hakuna kawaida hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kitu unapenda Madam Seli. Madam Seli anapenda kusimama na kampuni ile yake. Ndio unaona watu wengi kule wanachukuliwa, anaenda. Lakini hao watu wengine wanaona ni kawaida kupelekwa mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Si anasimama ndio kai kule kupiganwe vita. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Anakuwa kama Samueli. Samueli alipenda katika mlima wa Mishba kwa ajili ya wana wa Israeli. Ndio Wafilisti wasije wakaangamize. Akatoa mahali pale sadaka ya hatia na kuteketeza. Wakati alipotoa ndio alipokea ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Nikumbuka mwaka jana Roho alisema simama na hii kasi Madam Desedi. Nadaikana ile vitu mnaonda leta hapa kwa mesa. Baada ya kuleta kwa mesa ibada ifanye. Baada ya kufanya saa tuifanyie siku 7. Mnaonaje sasa? Watu walienda wapi kwa kanisa? Wako wapi? Ukasi. Wanaona ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Wanaona ni kawaida. Wanaona hata soda hawezi wakamnunulia kwa sababu yeye ni mkubwa kule anapata pesa nyingi. Pesa yako shilingi ni ya maana mbele ya Mungu. Kwa sababu ile utaenda kutoa kuwa shukrani, malaika wa mbinguni wanafurahia. Utamuona vile anafaa, utamuona ile phone anabeba, lakini Bwana anafurahia. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendo, tuchue vile tunatafuta hizi baraka. Uwezi ukasema uwezi ukabarikiza vile kwa ajili amejiweza, lakini ujue ni maandiko. Rudisha mkono sasa siku. Unaona ile kazi imefunguliwa kwa wingi, unaona ni kawaida. Sio kawaida. Maombi aliyoomba Madam Seli akatii sauti, wakati alitii sauti akafanya, maombi yakachabwa. Wakati mtumishi wa Bwana alishika laini akasema watu waombewe kazi. Kwa sababu ile kitendo aliyetii na akatoa. Lakini wewe nataka mfunguke macho. Wewe unaona tu ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Kiona ni kawaida, nitaomba Mungu ampeleke Canada. Nani atawachukua kazi? Si nitaomba Mungu amwambie sasa, kwa sababu hao watu hawana shukrani, wanakaa hata malaika wamechoka yuko mbinguni. Mimi nataka umpeleke mbali, aenda kusaidia wazungu. Iko hivyo. Nikuomba Mungu. Kwa sababu kuomba sitaomba nikibatiza. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba msasi anijikakamua anatembea na zilipazi moja. Anakusomesa unamaliza. Wakati anamaliza akipata kazi akukumbuki, unasikiaje wewe? Sasa unataka aseli afurahie.
Mkifika huko mnasema ni Wahindi wamewatafutia kazi. Mnataka afurahie? Mtaomba Canada. Bwana Yesu apewe sifa. Akiwa Canada naomba Mungu, ni nani anayotenda yaliyo haki mbele yake achukuliwe kutoka hapa mpaka Ghana? Mnaonaje tukiomba maombi kama hayo? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo jifunze. Tujifunze vile tunaomwendea Bwana. Tujifunze vile Daudi alimwendea. Hakalia kwa machozi, akanyenyekea mbele ya Bwana. Wewe unanyenyekea hatuwezi, unasahau ile shida umekuwa nayo miaka 10. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi maombi yangu nawaambia msije mkasahau mahali mmetoka. Muone mahali mko. Maombi yangu nikiomba napiga makoti nasema, Mungu usisahau, usiniache nisahau mahali ulinitoa mpaka mahali niko. Usiache wakati nilipokuwa hatari ya kifo uliniokoa nisahau hiyo jambo. Nikienda kusahau, Mungu wangu unikumbuke. Na ukienda kubariki wapendo waliokutii unikumbuke na mimi pia. Maombi machache. Wacha kunungunika, sijapata kazi, sijafanya hivi. George, wewe umefanyia Mungu nini? Umemuibia saka na sadaka ama umefanya nini? Ukipata unapiga budget yako. Kumbuka mama wangu wa kiroho aliniambia kitu mmoja, ukichukua pesa kumbuka nyumba ya Bwana. Toa saka kwanza, hata ikiwa ndogo, mjaribu uone. Bwana Yesu apewe sifa. Siku moja mwaka wa 2000 nikafanya kazi, ikafika wakati wiki katikati nikatumwa panda ya Meru Malima. Kabla sijaenda kule Meru Malima, nikaona hii kazi imeniletea faida mingi sana. Siwezi. Wakati nikasema siwezi, ngambia Mungu wangu, sasa utaniacha nimalize wiki, nitaenda wiki nyingine. Wakati nakaa siku ya pili, nikapata nabii ametumwa kwangu. Wakiwa pamoja na mama wa kiroho. Wakaniambia, Esther, umetumwa wapi? Namwambia mimi nimetumwa kule, lakini ile kazi niko nayo inaweza kuharibika na ni mingi. Akauliza, hiyo kazi mingi ulipata order kutoka wapi? Nikamwambia kutoka kwa Mungu. Akaniambia basi. Namwambia nataka mniombee nimalize siku 2 ndio nienda baadaye ya kugilia hii mizigo. Bwana Yesu. Ile kugonjeka niligonjeka mbaya. Ngawa kipofu sioni. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye wakabena uchumbe wakaenda. Mmoja akakuja kesho, alikuwa nabii. Kaniambia, sasa nataka niombe nikufungulize uende mpaka mahali ufanye kazi ya Mungu huko ndio rudi Nairobi. Ngawa nini? Bovu. Usicheze na Mungu. Mimi nashangaa watu wanafanya mchezo. Unajaribu nafika hako kwa madhabahu, unatumia uchanja, unatuuliza maswali mengine ya uchanja, kile kitu unajua iko kweli. Sema ukweli. Ukweli ndiye kufungue. Unakuja hapo unajaribu mtumishi, unamhadithia story ya uongo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana sasa wakati pili alienda nikaitikia, nikaenda huko na nikafanya kazi ya Bwana, na ilikuwa kazi ngumu lakini Mungu alinisaidia. Wakati nilikuwa na ngumu ngamwambia Mungu, usiniache nikaangamia hapa. Kumbuka niliacha watoto kule Nairobi na washughulikia pia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiweka nadii ya Bwana unamwambia Bwana, kinipatie hii kazi yako ya roho nitakutumikia. Alafu wakati unaipata unakuwa mtu wa malingo. Malingo yako iko wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kule Malima alikuwa karibu kuishia kule. Lakini ngambia Mungu jambo moja. Najua siku tini kuja in time. Ndio kwa sababu vita imekuwa mingi. Baba ukiacha nikikumalizia hapa nitajua ya kwamba si ukuwa na kuabudu. Lakini naomba msamaha. Kuomba msamaha si ujinga. Wengi wanaona kwamba kuosa msamaha ni kazi ya ujinga. Kuomba mtu yoyote msamaha si ujinga. Jifunze kuomba msamaha kwa jirani yako na yule mlio karibu na yeye. Usiseme utaomba Mungu msamaha atasikia msamaha wako. Kama uchui kusamehe yule mlio karibu na yeye, ya Mungu atakuomba msamaha acha akusamehe. Jifunze kuomba msamaha yule mko karibu na yeye. Ndio kuomba kwa baba, baba atasuka na haraka.
na atatuma malaika mwenye kuusafisha na kutakasa. Lakini unasema ya kwamba nani nifaa niingie ile nyumba ya ndani niombe msamaha. Nani akwambia hiyo msamaha? Huwezi ukafanya kazi hiyo. Wewe mwambie sasa, dini mimi nilikukosea, niliongea maovu, lakini naomba msamaha. Lakini ukienda kwa dini ukijua ni mkali, lazima ukuwe mtu wa kuomba sana. Ili umleta mbele ya mitume, mbele ya watumishi wa Bwana, nakuja tuongee kitu kidogo. Ndio hapo itise msamaha. Usiende kumuitisha msamaha huko akurarue kama simba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu anataka tukae jinsi vile anataka, sio tukae vile sisi tunataka. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unaona ya kwamba Daudi akaambiwa Mungu atachagua kukaa katika yeye katika Sayoni, pia atakaa kule kwa sababu anamtamani kukaa ndani yake. Kwa ajili ya matendo na njia zake zilimpendeza Mungu wake. Kwa hivyo wewe Mkristo, kuwa mwema, njia zako zimpendeze Mungu. Usio mtu wa kuinukiana kwa kuchochea wa vitina na kufanya kinyume. Fanya kazi yako impendeze Mungu. Chua kusema ya kwamba pole, nimekosa, nimeazi. Uwezi ukaniambia utabia makosa ombe Mungu msamaha ikiwa huyu analala akiwaka juu yako umemkwaza katika safari. Usikubali ukuwe kikwazo katika mwingine katika safari. Kwa sababu mwenye kukwazwa na kukwasiana wote wanaenda jehanamu. Wewe uliokwasika, toa kikwazo ndani yako ndio upate njia ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hiyo kikwazo itaukwazo, utakuwa na njia ya kuomba. Utasikia unakwasika, uchungu unakaa ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukitaka baraka, ambia Bwana nitawale. Familia kutaka kuwa baraka, ikuwe na amani na upendo. Lakini kwa sana hakuna mahali wanaenda, kwa sababu maombi itakuwa bure. Na Shetani atapata chozi ya kuingia. Wacha amani itawale kwa kila nyumba na kwa kila watoto. Ndio Bwana onekana katika taifa letu la Kenya. Tuiombee tukae katika njia za amani. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia akasema ya kwamba hakika nitavibariki vyakula vyako, wahitaji wake nitawasibisha chakula. Akamwahidi kile anafanya, akikaa vile yeye Mungu wake anataka, akifundisha watoto wake njia nzuri, akifuata maagizo ya Yesu Kristo, akamwahidi ya kwamba atavibariki vyakula vyake, wahitaji wake nitawasibisha chakula. Kwa hivyo nyumba yake itaona njaa, na wale wataomtegemea watalala njaa. Bwana Yesu apewe sifa. Na makuhani wake nitawafika wokovu, na wataua wake watasangilia. Haleluya. Kwa hivyo maandiko yatuambia yeye Mungu akanena atatimisha kwa makuhani na wale walioteuliwa kutoka kwenye giza, wale waliokolewa. Makuhani atawafika utukufu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Wokovu wao na wataua wake watasangilia, watafurahia. Kwa sababu yale Mungu atayetendea Daudi, wataona ni Mungu mkubwa, anafaa kustahili. Ndio napenda kuambia watu, toa ushuhuda ya kwamba utatoa. Wacha kutoa ushuhuda ukijificha ficha. Kwa hivyo ushuhuda wako inaweza kugusa mwenye ako haka kaniapone. Ushuhuda wake inaweza kugusa mwenye mengi hapa alikuwa na mhangaiko na usuni mwingi apone. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ushuhuda ukushuhudia mbele ya Bwana kwa umati, Mungu anakuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuwe kielelezo kiema. Hapo nitamchimbusia Daudi pembe, na taa nimelitangazia Masihi wangu. Adui zake nitawafika haibu, bali juu yake taji yake itastawili. Maandiko yatuambia atafanya Daudi ainuke. Bwana Yesu apewe sifa. Na atamtengenezea mahali pake pa mastarehe yenye hawezi akatingisa. Ndipo alisema ya kwamba atamuinua na atafanya adui wake waibike. Haleluya. Wamadui wake atawapika aibu kwa sababu atamuinua. Ndipo niliyosema wiki iliyoisha ya kwamba yule aliyekukwaza katika safari ya wokovu usimkaribize hii mwaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu utapokea baraka zile unahitaji. Ikiwa unamparikisa, unachizimbia kaburi wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Msamehe
keep distance. Msamehe, keep distance. Kwa sababu akiona mwaka huu umefaulu, atatafuta njia ya kumaliza. Ni uongo ama ni ukweli? Kama hakukufurahia wakati ulikuwa hivyo, atafurahia wakati umebarikiwa? Najua Shetani ni mjanja. Atanyenyekea. Nisikia wengine wakisema ukitaka ufaulu, kaa chini, nyenyekea, poro ufaulu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yanatuambia kwamba adui ya Daudi atawafika aibu, bali juu yake Daudi dhachi yake itastawi. Maadui atawapiga ikiwa ataenda kutii. Ikiwa ataenda kutusa ile agano na dili. Sio kuweka kwenda kulala. Mstari ati niliweka agano 10,000, 5,000. Hapana, lazima uifanyie kazi my friend. Lazima ukae vile Mungu anasema. Lazima ukuwe mtu wa kujituma katika unyenyekevu. Lazima ukuwe mtu wa kusoma neno ndio faulu. Lazima ukuwe mtu wa kufanya yale Yesu Kristo alikuwa anafanya hapa duniani. Ukiwa umeahidi ya kwamba utafanya mema katika hekalu ya Bwana, usirudi nyuma wakati watu wanakoa, unakuja kukoa after 30 minutes. Koa pamoja nao. Mnanielewa? Lakini usije ukasema ya kwamba iko hivi, nimepata kazi sasa wacha niburudike. Nimekaa for long bila kazi. Wacha sasa nikule ni mali yangu. Sio mali yako, ni neema ya Bwana. Kiwa umeweka rasmi uchunge ile. Mwambie Bwana nitakutolea hii sadaka, nitakutolea. Leo imesemekana ni watoto wa grade 9. Wacha nitoe 500. Leo imesemekana form 4 wamepita. Wacha ni contribute nini? Wacha ninunue hata kiatu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Be kind but wise. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni wakati tunamtafuta huyo Bwana. Sio yeye anatutafuta. Tumtafute. Tumwambie tumelemewa na mizigo ya Shetani. Tumelemewa kutenda yaliyo maovu. Wewe ulio mchawe mahali unasumbua mwingine. Sema Bwana, nimesumbua watu mwaka mzima. Lakini kwa chini unanipenda, nataka niokoke. Nataka kuachana. Kwa hivyo nisaidie hii mizigo. Kwa hivyo usiseme wewe ni mwenye nguvu. Unasumbua wengi utajulikana. Nani anakuambia utajulikana? Jua hii ni bahari inabeba kila aina ya mnyama. Acheni magugu yemee pamoja na atakuwa. Na wakati anayokuja ujui siku yake ni gani. Kwa hivyo usichifue kivua. Hii ndio wakati wako na muhitaji Bwana akutembelee. Umwambie Bwana, nilikutolea Januari, nikakwambia unifanye hivi na hivi, nikakwambia ufungue njia zangu. Sasa ni wakati unaleta njia zangu msamaha juu yangu na uniongoze vile naweza kukaa katika hema lako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tufunguliwe ile kiambasi wana wa Israeli walifungwa. Tupande kule mlimani, tukate miti tumchengee Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tutende haki mbele ya Bwana. Tunyenyekee, tuheshimu madhabahu ya Bwana. Ukiangalia hii kiti, roho wa Bwana anakaa kwa kiti. Anakaa wapi? Anakaa wapi? Roho wa Bwana hawezi akakaa kwa kiti, anakaa ndani yangu. Si anakaa ndani yangu. Roho wa Bwana anakaa hapa. Roho wa Bwana akai hapa. Anakaa ndani yangu. Roho wa Bwana akai hapa, anakaa ndani ya senior. Bwana Yesu apewe sifa. Roho wa Bwana akai kwa hiyo viti mnakaa. Anakaa ndani yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wale tumeasi, tumekataa kumrudia Bwana, hii ndio wakati Bwana anawahitaji. Unaona ni kwa nini amekataa kurudi haraka? Anashindwa ni nani atakuja kuchagua. Nani atachukua? Kwa hivyo ukiona huyo Mungu wetu anatupenda. Huyo Yesu Kristo anatupenda, anakataa kurudi haraka kwa sababu anataka sisi tutubu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni heri kukaa katika mastarehe ya Bwana, katika hema ya Bwana ukimtumikia. Na ujue wa kwamba wakati unaokaa katika hema ya Bwana ni jinsi gani utayomtumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe mtu wa kuomba vile utaomba tena. Na ikiwa kuna Shetani ndani yako anakuambia pinga wengine walale usingizi, ole wako. Kwa sababu mtakutana na wale waliotumwa kwa ajili ya kufunguliza watu. Bwana Yesu apewe sifa.
Mtakutana na malaika wa Bwana wakati maombi yameshuka katika madhabahu. Kutana na wewe. Utavunjika shingo, utavundika kichwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa nini Mungu alinena asema tukoe wapole kama Biblia? Ni kwa nini hakupeana vibawa ya kuangamiza? Alisema haya yote tumwachie yeye. Tuangalie kile Baba anataka na kile hataki. Ukitaka use maisha mazuri, tii roho la Bwana. Fanya vile yeye anataka. Mwambie Bwana usinipite ukienda kubariki wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Unifungue na unionyeshe njia zako. Hiyo nayo kuamilia kwa mkono wake uweze kukusaidia. Hiyo nayo usumbua watu usiku na mchana kazini uweze kukusaidia. Hiyo nayo fanya mwingine analala usingizi kazini kwa mazini uweze kukusaidia. Ambia Bwana na kuhitaji. Yeye wakati wake ni wakati mwema. Unakucha wakati ufurahie au wakati ufaru. Ikiwa kuna wakati itakucha akazirike, aachilie manabii wake watembee kila sehemu. Utaanikwa ukiwa kazini. Utaanikwa ukiwa kule sokoni. Utaanikwa ukiwa safarini. Ni kwa nini nasema hivi? Hatujui kurudi kwake ama wewe unajua kurudi kwake? Kwa hiyo tunaambiwa tukue kama wanachezi, wanajiprepare end time. Tuwe watu wachasiri kama wanachezi. Kila wakati unatubu, unamuita Bwana. Kwa sababu wakati itakutafuta utubu, ni wewe unatafuta wakati wa kutubu. Ambie Mungu neno tu. Unajua ukiambia Mungu neno moja. Ukiambia Mungu neno moja. Ikiwa wewe umemwamini na umemwabudu katika roho yake na kweli, anatenda. Neno moja tu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu mmoja akanipigia simu akaniambia amehangaika kila mahali anafika, ameona giza. Anaona mtoto wake atafuuru kujoin grade 10. Kuna usaidizi anaweza kusaidiwa. Mimi ngamwambia naomba ukuwe na nguvu na imani. Imani. Na waende ukutane na baraka za Bwana. Alipofika jioni akasema, asante kwa chini nyinyi watumishi wa Bwana mliomba na kila kitu imekuwa swali. Kwa hivyo sio lazima usaidie mtu na pesa. Ikiwa nayo usaidie. Lakini ukiwa na uwezo wa kuomba muombe. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuenda kwa fulani unatarajia pesa. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa unatarajia pesa, lakini unapata pesa yako anakuambia tutaomba na Mungu atazika. Wewe utatoka kwa mlango wako ukiwa umefura kama marawe imewekwa kwa sufuria, unanungunika. Ujue kwamba Mungu amekutuma hivi, aongee neno moja ukitoka ubarikiwe. Yule ndugu alitii, akaambia wacha baraka za Bwana ziandamane na wewe. Hakufika saa 10 kama hajafaulu. Mungu atatuma mtu mwenye upole na amani, upendo kukutana na yeye. Usione mkikutana na yeye ni kawaida, ni mpango ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni heri sisi wanadamu wa Kristo tutii Bwana. Tuogope kutenda yaliyo maovu. Tumrudie Bwana katika mavike na mawazo. Tusije tukaweka agano tulivunje kwa njia. Bwana Yesu apewe sifa. Waje kusema una pesa ya kutoa agano. Nakwambia Mungu anahitaji, hata alikubali ile era yule mwanamke alitoa. Si alikubalika mbele ya macho. Kwa sababu alitoa kweli ile aliyo nayo. Sio kuficha, alitoa na akapokea baraka. Na wewe unanungulika nini? Na naona sisi sote tuko sawa. Tuko na mikono na miguu. Ukiingia hapo unaasara. Unafanya kazi nzuri na Mungu pia anakuinua. Kwa sababu Mungu anainua kazi ya mikono yako. Kila mahali unaenda unabarikiwa. Wacha mwaka hii kwa wale wote wanaoamini tuseme amen. Mungu akutane pamoja nanyi. Amenitendea, amenitendea. Emmanuel, amenitendea, amenitendea, amenitendea. Emmanuel, amenitendea, amenitendea, amenitendea. Emmanuel, amenitendea, amenitendea, amenitendea. Emmanuel, amenitendea. Asante sana.
My name is Moses Lwani na niko na shairi. Natambua mwalimu kwa kudumisha heshima kwa wazazi na walimu, na wengine sitapima. Tabia nzuri zidumu moyoni mwangu daima, na wajibika milele, maadili yawe tele. Asanteni. My name is Hope Evans from Nabii Powerful Christian Church, and I have a song. Yona mtu wa Mungu alitumwa Nineve akahubirie watu wake, watupu dhambi zao wamrudie Mungu. Yona kakimbia Tarashishi. Yona mtu wa Mungu alitumwa Nineve akahubirie watu wake, watupu dhambi zao wamrudie Mungu. Yona kakimbia Tarashishi. Walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Yona kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Yona kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Yona alipokuwa tumboni mwa samaki alimlilia Mungu wake. Mungu akamsamea makosa yake yote, samaki ikamtapika. Yona alipokuwa tumboni mwa samaki alimlilia Mungu wake. Mungu akamsamea makosa yake yote, samaki ikamtapika. Walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Yona kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Thank you, Adele. Mwana bibi na bila ndava song. Petero pia naye Yohana waliondoka kwenda hekaluni, wakakutana naye kiwete hajiwezi, na akawaomba msaada. Petero pia naye Yohana waliondoka kwenda hekaluni, wakakutana naye kiwete hajiwezi, na akawaomba msaada kwa ujasiri. Petero na Yakobo nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee kwa ujasiri. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee. Kiwete naye hakuamini kilichotendeka maishani mwake, alisimama kwa furaha akirukaruka akimsifu Yesu. Kiwete naye hakuamini kilichotendeka maishani mwake, alisimama kwa furaha akirukaruka akimwomba msaada kwa ujasiri. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee kwa ujasiri. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee.
Thank you.